Siku ya Kenya kukutana na Namibia kwenye uwanja wa Ulinzi Sports Complex Nairobi, duru ya pili ya kufuzu dimba la dunia. Mwalimu Mide Cheche anakuja na badiliko moja, Aida Akinyi akiweza kuanzisha kile kikosi kilichoanza kinasalia na utofauti mmoja tu. Mwalimu Jacobs Penaye kwa upande wake anakuja na kikosi kizito kabisa, bado Sylvia Tunga pamoja na Joy Sweetness Atushe wakipewa jukumu. Captain Nancy Lebang anakuja kuhakikisha kwa mambo yanakuwa mazuri kwa upande wake. Ni siku ambayo Kenya wanataka kuweza kujiweka mahali pazuri, mahali ambapo moja kwa moja wanaweza kuingia kwenye dimba ama duru ya pili ama raundi ya pili ya kutafuta nafasi ya kufuzu dimba la dunia. Mwendo ulikuwa mrefu sana, ulikuwa mwendo wa kuhakikisha kwamba kila mmoja aste. Uwanja unamilikiwa na jeshi, wachezaji wa timu zote mbili wakatembea kama wanajeshi, unyo sako kwa bako. Salamu za heri njema zikaweza kupatikana hapa, kila mmoja akimwambia mwenzake kila laheri, maana mchezo wa soka mwisho wa siku ni wa marafiki na ni wa urafiki. Manahodha wote wawili, zungumzia Nancy Lebang pamoja na Beverly Awor, wakapata salamu pia na wao. Mwamuzi wa katikati ya uwanja akasema bismillahi, ngoma ikaanza vizuri kabisa kwa upande wa Kenya. Nafasi ikaweza kuletwa kwa Emily Adhiambo, lakini shuti lake likawa ni la kumwagika nje, shuti ambalo halikumsumbua mlinda mlango mwite Sylvia Tunga. Na hii ili kuonesha ni kwa namna gani taswira ya mchezo itakavyokuwa, maana ni mapema mno. Kama walivyofanya mkondo wa kwanza, wanaanza kwa kutafuta mabao ya mapema, na si hilo tu, hata kona iliyopigwa baada ya hapo unamwona goalkeeper anahusika, lakini ili kuonesha ni kwa namna gani picha ya mchezo itakavyokuwa. Kona nyingine ikaletwa kwa manufaa ya Kenya, kichwa kikalia chake mchezaji Faith Boke, lakini ikawa haina madhara kwa Sylvia Tunga, na wakaingia tena Kenya pale katikati, mtu kageuzwa tena kawekwa chini, shuti likapigwa, lakini bado likawa linaingia kwenye mikono ya mlinda mlango Sylvia Tunga. Na ni kama hapa Junior Stars walikuwa wanawatongoza hawa Namibia, kwa sababu ni mapema mno, mashuti yalikuwa yanakuja moja baada ya jingine. Si kawaida wao kuanza kupiga mashuti ya mbali. Huenda Mildred Cheche alikuwa amemwambia huu mkondo wa pili tufanye kama tulivyofanya mkondo wa kwanza kwa kupata mabao ya mapema. Ndakaka ile ikaweza kuwaokoa Namibia kuweza kufunga bao kipindi cha kwanza. Shuti lilipigwa la mbali kabisa na Aida Akinyi, goalkeeper Sylvia Tunga akaweza kuchanganya, lakini kipindi cha kwanza ikawa ni Kenya 0 Namibia 0, lakini kikubwa kabisa wakarejea uwanjani timu zote mbili. Mashabiki wakajua kwamba huu ndio ule wakati, akacheza na Name Aurie, lakini hapa mali ikaingia kwake mchezaji Emily Adhiambo. Emily Adhiambo akaiweka mbele ya Brenda Acheng. Brenda Acheng akafungua mabao dakika ya 47 kipindi cha pili. Ujanja, maarifa na hekima waliotumia wachezaji wa timu ya Kenya. Hili ni bao zuri sana. Ukiangalia maarufu ile split alioiweka kuwaweka mabeki kuchanganyikiwa. Goalkeeper alijaribu kutoka, lakini alikuwa shachelewa na akauficha ule mpira chini pale kwenye nyayo zile zake. Kwa nini asishangilie kwa jinsi alivyoshangilia bao hili? Muhimu kabisa kutangulia. Brenda Cheng akaweza kufunga bao la kwanza kwa manufaa ya Kenya, ikaanzwa nyuma huko, ikadokolewa pale, akavalishwa mtu kanzo. Emily Adhiambo dakika ya 54 akamdungua Sylvia Tunga baada ya kazi nzuri kabisa kuvalishwa kanzo mchezaji mwite Sherifa Kodi. Wanasema unamhongera na kumsifia mfungaji, lakini pia goalkeeper atakuwa na maswali hapa ya kujibu, kwa sababu ule mpira na umaarufu alioonyesha kipindi cha kwanza nilifikiri angeudokoa labda iwe kona, lakini hamna, laandikwalo ndilo huwa. Kenya hawakusitia hapo. Faith Boke akaipenyeza, miguso ikawekwa, akapewa Brenda Acheng, akageuka vizuri. Brenda Acheng akaipiga pale juu panapotagia kanga. Pasi nzuri, Linde Way, pasi nzuri, Faith Boke, goli nzuri, bao jingine kwa Brenda Acheng. Bao zuri, bao safi. Unaweza ukahesabu pasi zilipigwa kama 6 kabla ya kufunga hili bao, kukuonesha ni bao la kikosi, bao la timu, na hili liliwahakikishia wazi kwamba tayari wamefuzu katika mashindano haya raundi ijayo. Bao zuri, na kwa hakika hilo ndilo bao ambalo nalizungumzia, bao la kikosi, bao la timu. Na densi pia ikapigwa nzuri sana, na hii pia wameifanyia mazoezi kule kambini. Hii inakuonesha hii walisubiri. Ikawekwa kwenye njia ya Gaudensia Maloba, akaipenyeza nzuri, Patience akaiweka tena kwake Brenda Acheng. Brenda Acheng na nani akapiga chengine kizuri, chengine ambacho moja kwa moja kinawapeleka tena Kenya kutulia. Brenda Acheng hat-trick. Gaudensia, unaona baada ya kuingia mchezoni alichokifanya ni kuisambaza ile mipira pale langoni, na wao ni kama waliyafanyia mazoezi, wakamwambia Brenda, tutakutilia leo uondoke na huu mpira kwa kupiga hat-trick, na haja waangusha. Haswa kipindi cha pili walikuwa very clinical. Junior Starlets walikuwa very clinical, na hapa benchi zima la ufundi likasema kwamba inaweza. Kenya hawakusitia hapo, akaja mzima
mwite mchezaji Patience Mwenda, akaipenyeza kwa Elizabeth Opio. Elizabeth Opio yeye kitu alichokifanya tu ilikuwa ni kupiga tu makasi, lakini cross ya kwake ile Gaudensia Maloba kichwa chake kikaenda mvage kikakaa nje. Na angefunga lile bao angekuwa anamwambia kocha mechi ijayo anza na mimi, lakini safari iliendelea. Safari ikaendelea vizuri. Opio mwenyewe akapekecha wa kwanza, akapekecha wa pili, akaingiza kwenye kijisanduku, akaachilia toba moja safi, likahesabika goli la 5 dakika ya 90+1. Kenya wakapata magoli 5-0, na hapo ni miadi dhidi ya Uganda. Kenya magoli 5, Namibia 0.